Luke Stats, Sport Next Level. Baada ya bodi ya ligi kutangaza hatua kadhaa kuhusiana na mechi ya dabi ya Kariakoo ya Yanga dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambayo awali ilipaswa kuchezwa Machi 8, baadaye ikarushwa mpaka Juni 15, na sasa bodi ya ligi kuitangaza kuwa itachezwa Juni 25 mwaka huu. Miongoni mwa wale wanaonekana kupokea taarifa hizi kwa mikono miwili ni pamoja na wenyeji wa mechi hiyo, Yanga. Na ni kwa sababu gani? Ni kwamba Yanga kupitia taarifa yake taarifa zake mbalimbali kwa umma kuhusiana na mabadiliko ya ratiba hii, ni kwamba wameonyesha sasa wanamzuka kweli kweli. Wanaonyesha picha mbalimbali, picha mnato na picha mjongeo, wakijifua kwa kiasi kikubwa kama wanavyo hapo, sio tu kujiandaa na dabi hiyo Juni 25, lakini pia mechi nyingine mbili za ligi kuu Tanzania bara ambazo wanatarajiwa kucheza Juni 18 dhidi ya Tanzania Prisons, lakini pia Juni 22 dhidi ya Dodoma Jiji. Ndio Yanga wanaonekana wanamzuka kweli kweli, tofauti kabisa na siku chache zilizopita ambapo Yanga kila mara walipozungumza na umma walisisitiza kwamba dabi ya Kariakoo wao dhidi ya Simba, mchezo namba 184 kwa wao haupo tena, hawachezi no. Lakini sasa baada ya bodi ya ligi kutangaza mabadiliko haya ya ratiba mpya kutoka Juni 15 ilikuwa imetangaza baada ya kuahirishwa kwa Machi 8 na kwenda Juni 25, Yanga wanaonekana wako na wameridhika mno na mzuka umeongezeka. Lakini pia kuna hatua ambazo shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF limechukua, lakini vile vile bodi ya ligi imechukua. Nazo ni zipi? Ni kwamba CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo, yeye amesimamishwa kazi na rais wa TFF Wallace Karia. Haikuelezwa sababu za rais wa TFF kumsimamisha kazi CEO wa bodi ya ligi Almasi Kasongo. Lakini mbali na rais wa TFF kumsimamisha CEO wa bodi ya ligi, vile vile mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee Steven Mguto amejiuzulu, ikiwa ni hatua mojawapo ya bodi ya ligi katika bila shaka kufanya yale ambayo Yanga walikuwa wameyapendekeza, ingawa kwenye taarifa ya yeye kuandika barua ya kuomba kujiuzulu haijaelezwa sababu haswa kwa nini mwenyekiti wa bodi amejiuzulu. Bila shaka haya yote yamechangia kwa kiasi kikubwa mzuka wa Yanga kuongezeka. Matokeo yake ukiangalia marejeo ya picha hizo kama nilivyotoka kueleza awali, wachezaji wanaonekana wamechangamka kweli kweli, mazoezi ya kina yanaendelea, huku mkuu wa idara ya habari na mawasiliano kwa umma Ali Kamwe akieleza kwamba wamepania kuanza au kuongeza maandalizi yao kuhakikisha wanapata pointi zote 9 katika michezo mitatu iliyobaki na hatimaye kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, ambao wakifanya hivyo itakuwa ni mara ya 4 mfululizo. Ikumbukwe misimu mitatu iliyopita Yanga ndio walitoa ubingwa na sasa wanafukuzia taji la 4. Hali hiyo ya Yanga imefikia hapo tofauti na hivi karibuni ambapo wakati wakisisitiza dabi hiyo mchezo namba 184 hawachezi ng'oo, baadaye Yanga kutokana na mvutano wao na bodi ya ligi, hasa kuhusiana na matakwa waliowasilisha bodi ya ligi, ambayo bodi ya ligi kupitia kwa afisa mtendaji mkuu Almas Kasongo alieleza kwamba hayatekelezeki baadhi yao kwa sababu yanahitaji tafakuri ya kina, mengine yanahitaji mabadiliko ya katiba na mengine hayako ndani ya uwezo wao. Matakwa hayo ambayo yalikuwa yamezidi kuongeza mvutano baina ya Yanga na bodi ya ligi ni yale ya kutaka kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu, kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF, kuvunjwa kwa kamati ya uendeshaji na usimamizi wa bodi ya ligi, lakini pia bodi ya ligi iwe chombo huru kinachojitegemea. Lakini Yanga katika kuelezea hilo ambalo afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi ndiye aliyataja matakwa hayo kwa umma, maana hapo kabla ya kuwa yakifahamika Yanga wakasisitiza ni kweli matakwa hayo wameyapeleka kwa bodi ya ligi, lakini wakafafanua zaidi kwamba lile la bodi ya ligi kuwa chombo huru wanajua linahitaji muda na sio la sasa. Lakini kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu, katibu mkuu wa TFF na kuvunjwa kwa kamati ya uendeshaji ya bodi ya ligi, walisisitiza kwamba matakwa hayo yanapaswa kutekelezwa, ndipo wao wacheze sio tu dabi ambayo bodi ya ligi ilikuwa imepanga kuwa Juni 15 kabla ya kuahirisha baadaye na kupeleka Juni 25, lakini pia
hawako tayari kucheza mechi nyingine zote za ligi kuu Tanzania bara msimu huu, zikiwemo zile mbili dhidi ya Tanzania Prisons, dhidi ya Dodoma Jiji, hali ambayo ilifanya kuwe na ugumu zaidi katika sakata hilo la mgogoro baina ya Yanga na bodi ya ligi. Lakini taarifa kutoka kwa bodi ya ligi, taarifa kutoka kwa TFF zikaja kuonyesha kwamba kuna hatua zimechukuliwa, ikiwemo kujiuzulu kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kama nilivyotoka kueleza, na kusimamishwa kazi kwa afisa mtendaji mkuu, ingawa hakukuwa na maelezo yoyote yanayohusiana na matakwa ya Yanga katika hatua hizi, kwamba mwenyekiti wa bodi ya ligi Mguto, sababu za kuomba kujiuzulu hazikuelezwa kwamba ni haya matakwa ya Yanga, na wala kusimamishwa kazi kwa CEO wa bodi ya ligi haikuelezwa kwamba rais wa TFF amechukua hatua hiyo kutokana na kile ambacho Yanga walipeleka maombi yao kwa bodi ya ligi. Na hata katika taarifa yake kwa umma ya TFF iliyotolewa na katibu mkuu wa TFF Wilfred Kedao haikufafanua juu ya sababu ya hatua hiyo ya rais wa TFF kumsimamisha kazi CEO wa bodi ya ligi. Lakini mwisho siku Yanga wanaonekana wamechangamka zaidi na kuipania mechi hii. Bila shaka kama wekundu wa Msimbazi Simba, na wao wataendelea na kile ambacho walikuwa wameshakianza, kwamba wao wamejipanga kwa dabi hiyo, lakini wakisisitiza kwamba wao dabi ni Juni 15 na si vinginevyo. Maamuzi ya bodi ya ligi kwamba wampeleka Juni 25 kama na wao wataridhia, maana hakuna taarifa rasmi kuhusiana na uamuzi huo mpaka sasa kutoka Simba, hususan kupitia ukurasa wao rasmi wa Instagram, ni kwamba dabi hiyo inapaswa kuwa ya kuvutia, dabi yenye mvuto kweli kweli hiyo siku ya Juni 25, endapo klabu zote zitapeleka timu zao uwanjani kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa saa 11 jioni. Ni kwa sababu inategemewa au inatazamiwa kwamba siku hiyo ni kama fainali ya kumpata bingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2024-2025. Na hiyo inatokana na ukweli kwamba hivi sasa wakati kila timu ikiwa imecheza mechi 27, Yanga ndio wapo kileleni wakiwa na pointi 73, lakini pia wakiongoza kwa upachikaji mabao. Yanga wakiwa wamefunga mabao 71, wameruhusu mabao 10, ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi kuliko timu zote katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kufikia sasa, na ndio timu iliyoruhusu mabao machache kuliko timu zote katika ligi kuu Tanzania bara kufikia sasa, kwa maana kuruhusu mabao 10. Ndio timu yenye ukuta imara, ndio timu yenye safu imara ya ushambuliaji. Lakini Simba wanashika nafasi ya pili, wao wakiwa na pointi 72, na ndio timu ambayo ya pili kwa kufunga mabao mengi zaidi katika ligi kuu, yenyewe imecheza mechi 27 kama Yanga. Yanga wamefunga mabao 71, wao wanashika nafasi ya pili kwa mabao wamefunga mabao 63. Lakini pia ndio timu ya pili kwa ukuta imara katika ligi kuu Tanzania bara kwa sababu imeruhusu mabao 11. Yanga wameruhusu 10 au 11. Sasa mechi baina yao, endapo hizi mechi mbili zilizobaki kabla kufikia Juni 25, Juni 18 Yanga na Tanzania Prisons, Juni 22 Yanga na Dodoma Jiji. Lakini katika tarehe hizo Simba itacheza dhidi ya KenGold, itacheza dhidi ya Kagera Sugar ambazo zimeshateremka daraja. Endapo kila mmoja atashinda mechi zake, maana yake kufikia siku ya mechi Juni 25 Yanga watakuwa na pointi 79 endapo watashinda dhidi ya Tanzania Prisons na dhidi ya Dodoma Jiji. Lakini pia Simba watakuwa na pointi 78 endapo watashinda dhidi ya timu zilizoteremka daraja tayari za Kagera Sugar na KenGold. Matokeo yake Yanga katika mechi hiyo ya Juni 25 watahitaji walao kupata sare yoyote ili kutimiza pointi 80, na Simba kuwa na pointi 79 kwa sare hiyo, na hivyo Yanga kuwa mabingwa kwa mara ya 4 mfululizo katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Lakini wakishinda Yanga itakuwa ni ice on the cake, itakuwa ni fahari zaidi kwao kwa sababu watafikisha pointi 82 na kuiacha Simba ikibaki na pointi 78. Yanga watakuwa mabingwa. Lakini kinyume chake, kwa hiyo kuna Msimbazi Simba ili kutoa ubingwa msimu huu, kuipigisha stop, kuisimamisha Yanga ambayo imeshatoa ubingwa michuano hii ya ligi kuu Tanzania bara mara 3 mfululizo. Jukumu lake siku hiyo, endapo zote zitashinda mechi zao zinazofuata kama nilivyotoka kueleza, ni kushinda dhidi ya Yanga. Ikishinda, Simba itatimiza pointi 81, Yanga itabaki na pointi 79. Ndio matokeo yake
Simba watakuwa mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu 2024-25, ikiwa ni mara ya kwanza baada ya kupita misimu mitatu mfululizo. Mara ya mwisho Simba alitoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara ni msimu 2020-21, Simba ile ambayo washambuliaji wake walikuwa kina John Boko, Chris Kope Mushimba Mugalu, Medi Kagere, akiwepo Cletus Chota Chama miongoni mwa wachezaji nyota, Jose Louis Mixon, mabeki ni pamoja na Pasco Wawa, lakini golikipa Manula, mabeki Shomari Kapombe ambao bado yupo, Mohamed Hussein Shabalala ambaye bado yupo nahodha, na nyota wengine kadhaa. Lakini sasa siku hii ya dabi Juni 25 inatazamiwa kuwa na ushindani mkali kweli, lakini ni Yanga ndio wanaonekana wanamzuka zaidi kufikia sasa, ingawa Simba hilo walishaanza muda mrefu, na kocha wao Fadu Davis amekaririwa akisema namna gani ambavyo wako tayari wanaendelea kujifua kwa ajili ya mechi hiyo ya dabi. Lakini Fadu Davis alikaririwa hivyo wakati wakijipanga kwa Juni 15. Bila shaka na mechi zilizobaki dhidi ya Kagera Sugar, dhidi ya Kengold, wataendelea kujipanga na kufikia Juni 25 wataendelea kuwa moto kweli. Klabu hii ya Wekundu wa Msimbazi Simba, klabu namba 5 kwa ubora barani Afrika kwa viwango vya CAF, lakini ni wana finali wa kombe la shirikisho barani Afrika hivi karibuni waliocheza finali mbili, moja Morocco, moja New Amani Complex visiwani Zanzibar, dhidi waliokuja kuwa mabingwa RS Berkane. Bonge la dabi itakapofika siku ya Juni 25. Je, nini kitakachotokea? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.